My message today is the power of dominion. Ujumbe wangu leo hii ni nguvu za kutawala. God's dominion. Utawala wake Mungu. Man cannot live without the power of God's dominion. Mwanadamu haiwezekani aishi bila nguvu za utawala wa Mungu. Because God has lifted man and given man a second portion or a second position. Man is second to God. Kwa hivyo mwanadamu ni wa pili kutoka kwa Mungu. I want you to understand that you are second to God. Nataka uelewe kwamba wewe ni wa pili kutoka kwa Mungu. You are not just an ordinary creature. Wewe sio kiumbe wa kawaida that God created like other creatures. ambaye Mungu aliumba kama viumbe wengine. God created you in a very special way. Mungu alikuumba kwa njia speciali. And he gave you a second position. Naye akakupa nafasi ya pili. To be like him. Kuwa kama yeye. Other creatures wengine were not created in the image of God. Hawakuumbwa katika sura ya Mungu. The only creature that God created in the image of God is you. Kiumbe wa pekee aliyeumbwa katika mfano wa Mungu ni wewe mwanadamu. So God has put man in second command. Hivyo basi Mungu amemweka mwanadamu katika nafasi ya pili. So I want you to understand. Hivyo nataka uelewe. You are in second command with God. Wewe ni wa pili kwenye amri kutoka kwa Mungu. God is depending on you here on earth. Naye Mungu anakutegemea. God is not depending on animals. Mungu hawategemei wanyama. He's not depending on any other creature of the sea. Hategemei kiumbe mwingine yeyote wa baharini. God is depending totally on you. Ila Mungu anakutegemea wewe kamili. That's why I want to teach you. Ndio maana nakufundisha. The level God has raised you. Kiwango Mungu amekuinua. Where God has positioned you. Pale Mungu amekuweka. There are few things you should understand in your life. Kuna mambo machache unapaswa kuyaelewa maishani mwako. mwako. Who am I in the kingdom of God? Je, mimi ni nani katika ufalme wa Mungu? Praise be the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Who am I in the kingdom of God? Mimi ni nani katika What ufalme? position has God positioned me? Mungu ameniweka katika nafasi gani? Praise be the name of the living God. Libarikiwe jina la Bwana. You might just be walking. Unaweza kuwa unatembea tu. And thinking that you are an ordinary creature. Na wewe unadhani wewe ni kiumbe wa kawaida. But before the eyes of God. Lakini mbele ya macho ya Bwana. You are second in command. Wewe ni wa pili kwenye amri. Praise be the name of the living God. Libarikiwe jina la Bwana. So this tells me. Kwa hivyo hilo inaniambia. You are a peculiar person. Wewe ni mtu special. You are a special person. Wewe ni mtu wa kipekee. Before the eyes of God. Machoni pa Mungu. You are honored in the eyes of God. Unaheshimika machoni pa Bwana. You are Bwana. respected in the eyes of God. Unaheshimika machoni pa Bwana. You are of value. Wewe ni wa thamani in the kingdom of God. Katika ufalme wa Mungu. You are of value in the kingdom of God. Unathaminiwa katika ufalme. An ordinary creature. Wewe sio kiumbe wa kawaida. Don't compare yourself. Usijilinganishe with animals. Na wanyama. Don't compare yourself. Usijilinganishe with birds of the air. Na ndege wa angani. Don't compare yourself. Usijilinganishe with the creatures of the sea. Viumbe wa baharini. You are above that. Wewe uko juu ya. Don't compare yourself. Usijilinganishe with anything on earth. Na chochote kwenye ardhi. You are above. Wewe uko juu. You are above. Uko juu. Praise be the name of the living God. Sifiwe jina la Bwana. Genesis chapter 1 verses 26. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 20. The Bible says like this. Biblia inasema hivi. Then God said, let us make man in our own image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, over all the creatures that move along the ground. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. If you look at that scripture, iwapo utalitazama andiko hili vizuri, that verse, kifungu hicho tulichokisoma, the Bible says, Biblia inasema hivi, let us make man, na sasa tumfanye mwanadamu, in our own image, katika sura yetu, in our likeness, na mfano wetu. The two things you read there, mambo mawili unayasoma pale, they start making you know who you are. Yanakusababisha kwanza kujijua wewe ni nani, unafanana. Who do you resemble? Unafanana nani? Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Mungu. Who do you resemble? Wewe unafanana na nani? The Bible says, Biblia inasema, let us make man in our own image. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. In our likeness. Kwa sura yetu. Image and likeness. Mfano na sura. And then the Bible says, kisha Biblia inasema, and let them rule. Na wakatawale. Let them rule. Wakatawale. So what am I saying? Ninasema nini? The Bible says, Biblia inasema hivi, we have the image of God. Tuna sura ya Mungu. We have been created in the image of God. Tumeumbwa katika kwa sura ya Mungu. And his likeness. Na mfano wake. And what did he say? Na je anasema let them rule.
wacha So watawala. God gave us dominion. Kwa hivyo Mungu alitupa utawala. What is dominion? Utawala ni nini? Dominion is power. Ni nguvu. He gave us power. Alitupa nguvu. Dominion is power. Utawala ni nguvu. Why did God give us power? Mbona Mungu alitupa Why did uwezo? God give us dominion? Mbona Mungu alitupa utawala? Number one is this. Alitupa utawala, jambo la We kwanza, have been created kwa sababu tumeumbwa in his image kwa sura yake and his likeness. na mfano wake. We are the image of God. Sisi ni mfano wa Mungu, And we are the likeness of God. nasi ni sura ya We Mungu. look like God. Tunafanana na That's Mungu. why I was telling you. Ndio maana We are ninakwambia number 2 to God. sisi ni wa pili kutoka kwa Praise be Mungu. the name of the living God. Lisifiwe jina la Because Bwana. we have the image of God. Ni sababu tunayo sura We ya have the Mungu. likeness of God. Tunao mfano wa Mungu. When God created man Mungu alipomuumba mwanadamu according to his image kulingana na sura and yake according to his na likeness, mfano wake, what did man do? je, mwanadamu alifanya He nini? could not create you Hangeweza kukuumba in his image, kwa sura in yake his na likeness, mfano wake, then he leaves you without authority. kisha kuache bila mamlaka. So he took part of dominion, Kwa hivyo akachukua sehemu ya utawala wake, his own dominion, utawala wake and he binafsi, gave part of it to us. akatupa sehemu We yake. shall look it into few scriptures. Tutaangalia kwenye maandiko So machache. he gave us to rule. Kwa hivyo akatupa utawala, Dominion is to rule. kutawala. He made us rulers. Alitufanya We watawala, rule together with him. tunatawala pamoja na And yeye. that's why he says, Ndio maana anasema I created them in my image. niliwaumba kwa mfano In wangu, my image. kwa mfano And wangu my image. na mfano And wangu my likeness. na sura Then yangu. the Bible says clearly, Biblia inasema wazi, and let them rule over the fish of the sea wakatawale samaki wa and baharini the birds of the air. na ndege wa angani. And the Bible says, Na Biblia over the inasema livestock, na wanyama over all the earth. na nchi yote pia. So the entire earth Kwa hivyo nchi yote is under your authority. hii chini ya miguu yako. Hallelujah. Libarikiwe jina la Bwana. What am I saying? Ninasema nini? Everything on earth Kila kitu is duniani under your dominion, kiko chini ya utawala under your wako, rule. chini ya It mwongozo depends on wako. you now. Inakutegemea What wewe do sasa. you want to rule? Unataka kutawala nini? Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina But la the Bible Bwana. has given you authority. Biblia imekupa The Bible has mamlaka. given you power Biblia imekupa over uwezo everything on earth, juu ya vyote even duniani, the birds of the air, hata ndege wa even angani, the fish of the sea. hata samaki wa baharini. Today, if you want to eat fish, Leo ukitaka kumla you can samaki, go to Lake Naivasha. unaweza You kukimbia can ziwa go to Lake Naivasha. Nakuru. Unaweza You can go to Lake Victoria. unaweza kwenda ziwa la And you can Victoria. fish a fish Unavua and samaki, you put it in your basket unamweka kwenye and you kikapu go cha. and eat it freely. That authority Unajua ya kwamba mamlaka didn't come yesterday. It came when God was creating the heaven and earth. mamlaka hayajakuja jana, yalikuja wakati Mungu aliumba mbingu na ardhi. When he started creating heaven and earth, Alipoanza kuumba mbingu na ardhi, that's the time God said, huo ndio wakati Mungu I alisema, am giving you this authority. ninakupa wewe sasa mamlaka haya. This dominion Utawala huu is under you now. vyote viko chini yako sasa. Earth is under your control. Ardhi iko chini ya mwongozo wako. Everything on earth is under your control. Vyote hapa duniani viko chini ya mwongozo wako. You can plant and harvest. Unaweza kupanda na kuvuna. I want to teach you something tonight. Nataka kuwafundisha kitu leo hii. People of God suffer Watu wa Mungu huteseka because they don't know who they are. kwa sababu They hawajijui, don't know the power that have been given by God. hawajui nguvu ambazo wamepewa na I Mungu. want you to understand. Nataka You uelewe, have the power of God in your hands. unazo nguvu You za have the Mungu, authority of God with you. una mamlaka ya Mungu na It wewe. depends on you now. Inakutegemea wewe Today you sasa. can decide. Leo unaweza I want to kuamua. go to America. Nataka kwenda Today you can Marekani. decide. Leo nataka I want kuamua. to go to Eldoret. Nataka kwenda Eldoret. Nobody will stop you. Hakuna atakaye You kuzuia. take your route and go. Unachukushika You barabara na have kwenda. dominion over every situation. Una utawala mamlaka juu ya vitu You have vyote. dominion over every situation of your life. In the kingdom of God, Lakini katika ufalme wa Mungu, demons and situations mapepo na hali should not keep us on toes. yasitufanye They tukose should amani, not make us have no peace. yasitukoseshe amani. Life should not make us have no peace. Maisha yasitukoseshe We amani. should take the authority that we have been given. Lazima tuchukue mamlaka We should ambayo arise with that authority tuinuke na mamlaka and hayo, command situation to bow down. nasi tuamrishe hali ziiname, Because the Bible says, sababu Biblia I have inasema given them power and authority nimewapa nguvu na uweza to rule over the birds of the air, wakatawale ndege the wa fish anga, of the sea, samaki wa baharini and every livestock, na wanyama and all the earth, na nchi yote pia and over all creatures na kila chenye that, kutambaa that move along the ground. kitambaacho juu ya nchi. Poverty
Poverty is under your authority. Umaskini chini ya mamlaka yako. Lackness is under your authority. Kupungukiwa kuko chini ya mamlaka yako. Devil likes God's people to bow down on situations. Ibilisi anapenda watu wa Mungu wainamie hali zao. Because many people do not know who they are. Ni sababu watu wengi hawajijui wao ni nani. If you know who you are in the kingdom of God, iwapo utajua wewe ni nani kwenye ufalme wa Mungu, and the power that is in you, na nguvu zilizo ndani yako, my friends, rafiki zangu, my friends, rafiki zangu, the power that you have, nguvu ulizo nazo is above, ziko juu zaidi. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. Everything on earth is under your authority. Vyote duniani viko chini ya mamlaka yako. And the Bible says very clearly, Biblia imesema wazi, that I've given them dominion, nimewapa to utawala, rule over everything. wakatawale vyote. That is in the Old Testament. Kwenye agano la kale. And now we go to the same Old Testament. Na sasa agano hilo la kale. Jeremiah chapter 1 verses 10. Yeremia 1:10. Jeremiah chapter 1 verses 10. The Bible says, Biblia inasema hivi, see, today I appoint you over nations, kingdoms, to uproot and to tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Look at that power and authority. Tazama nguvu hizo na mamlaka hayo. That is the dominion I'm talking about. Huo ndio utawala ninaozungumzia. That God is stressing on. Mungu anaendelea, anasisitiza That see today, ya kwamba ona you are leo, not an ordinary person. wewe sio mtu wa I kawaida. have appointed you. Nimekuweka, I've given you dominion. nimekupa I've given you utawala, power. nimekupa I've nguvu, given you authority nimekupa over mamlaka nations juu ya and mataifa kingdoms, na falme, to uproot ili and to kung'oa, tear down, kubomoa, to destroy kuharibu, and to overthrow kuangamiza, and to build ili and to kujenga plant. na kupanda. It depends on you. Do Inategemea you wewe. know who you are? Je, Do unajijua you know wewe the ni nani? power God has given you? Unajua nguvu ambazo Do you Mungu know the amekupa? authority God has Unajua given you? mamlaka ambayo Mungu Do you amekupa? know you are supposed to use this authority? Je, unajua unapaswa kutumia mamlaka hayo? Jeremiah chapter 1 verses 10. Yeremia 1 sura ya See today. 10. The Bible didn't say tomorrow. Biblia haisemi The kesho. Bible says today. Biblia inasema leo. See today, I've appointed you Nimekuteua over nations. na kukuweka juu ya mataifa, Over nations. juu ya mataifa, Over nations. juu ya mataifa. What am I talking about? Je, Nations. ninazungumzia nini? Over Mataifa. everything on earth. Juu ya vyote duniani. Every nation on earth Kila taifa is hapa under your duniani authority. liko chini ya mamlaka All yako. kingdoms are under your authority. Falme wote, falme zote ziko chini ya Even the mamlaka yako. kingdom of darkness, Hata ufalme wa giza, even the kingdom of Satan hata ufalme wa is shetani under your authority. uko chini ya mamlaka Every yako. kingdom of darkness Kila ufalme wa is giza under your authority. uko chini ya Kingdom mamlaka of yako. witches Ufalme wa are wachawi under your authority. chini ya mamlaka yako. Kingdom of sorcerers, Ufalme wa are under your ufushi authority. uko chini ya mamlaka Every yako. kingdom is under your authority. Kila ufalme uko chini ya mamlaka yako. You must know who you are. Ni lazima ujijue You wewe must ni know the nani. dominion God has given you. Ujue utawala ambao Mungu amekupa. Praise be the name of the Lord. Lisifiwe jina la Bwana. Dominion Utawala is authority. So you have authority over your life. So you have to have dominion. kwa hiyo una nguvu. Use your dominion Tumia utawala wako to decide what you want to be. kuamua kile unataka kuwa. If you want to be a successful businessman, Ukitaka kuwa you mwanabiashara will be a aliyefanikiwa, successful businessman. utafanyika mwanabiashara aliyefaulu. Use your dominion. Tell God when you leave this church today, Mwambie Mungu unapoondoka hapa leo, I know who I am. ninajua mimi ni I nani. know the dominion you have given me. Ninajua utawala ambao You have umenipa. commanded me to rule. Umeniamrisha You kutawala. have given me authority. Umenipa You mamlaka. have given me power. Umenipa nguvu. You have appointed me Umeniteua over nations, juu ya mataifa. over all nations. Juu ya mataifa The yote. book of Jeremiah says, Katika you have kitabu cha appointed me. umeniteua You have appointed me over nations na kuniweka juu ya and mataifa kingdoms na to falme uproot them, ili to kung'oa, tear them, kubomoa, to destroy them, kuharibu, to overthrow them. kuangamiza. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Today, Leo. I am uprooting. Ninang'oa. I'm tearing down. Na kuharibu. I'm overthrowing Ninabomoa. all spirit of poverty Roho wa out of my life, Juu ya maisha yangu. out of my business, Juu ya biashara out of yangu. my family. Juu ya familia In the yangu. name of Jesus, Katika jina la it Yesu. will be done. Itafanyika. It will be done.
itafanyika, It will be done. itafanyika. God will see it done. Mungu atasababisha Because you ifanyike, are using the kwa power sababu and unatumia authority nguvu na that mamlaka have been given by the Lord. ambayo umepewa na Praise Bwana. be the name of the living God. Lisifiwe jina Praise la be the Bwana. name of the living God. Lisifiwe jina la Praise be Bwana. the name of the living God. Lisifiwe jina To la Bwana. uproot and tear down. Kubomoa na God kuangusha. has appointed you. Mungu amekuteua, God has appointed you amekuweka and chini, given you power amekupa upon mamlaka all nations, juu ya mataifa, upon witches, upon sorcerers, wachawi, upon witches, juu ya wachawi, upon everything, juu ya vyote, upon your life. juu ya maisha yako. It depends on you. Are Inakutegemea. you using that authority properly? Je, unatumia Are mamlaka you using hayo that power vizuri? properly? Unatumia nguvu Use hizo it vizuri. properly. Tumia nguvu Use hizo that vizuri. power properly. Tumia mamlaka hayo Use that vizuri. dominion properly. Tumia utawala huo Use that vizuri. rule properly. Tumia utawala huo vizuri. And God will see it done. The Bible says in verses 19, Biblia inasema katika mstari wa I will 19, give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you bind on earth will be bound in heaven, and whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungwa duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. That is the authority Hayo ndio mamlaka that God has given to you. ambayo Mungu amekupa. That's the dominion Huo ndio utawala I give you today. ninawapa leo, The keys of the kingdom of heaven. funguo za ufalme wa What mbinguni. is a key? A key is a power to rule. Ufunguo ni So nguvu za use that kutawala. key. Kwa hivyo tumia And ufunguo that huo. key is dominion. Ufunguo huo ni That utawala. key is authority. Ufunguo huo ni That mamlaka. key is the power to rule. Ufunguo huo ni nguvu za kutawala. Praise be the name of the living God. Lisifiwe So jina la God Bwana. has given you the key. Mungu amekupa In ufunguo. the New Testament, Katika agano jipya Jesus didn't say dominion, Yesu hakusema but he utawala, gave you a key. lakini alikupa He has given ufunguo. each one of us a key Ametupa kila mmoja wetu to ufunguo. open and to Fungua close. na kufunga. What do you want to open in your life? Unataka kufungua nini maishani You mwako? have the authority. Unayo You have the mamlaka, key. You unazo have the funguo, dominion. una You utawala, have the rule. una You have utawala, the authority. una mamlaka. Use all those powers Tumia nguvu hizi zote to turn your life kuyageuza to maisha a better yako life. kuwa maisha bora. The Bible says, Biblia and inasema says very clearly, inasema wazi, that I'll give you the keys of the kingdom of heaven. nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. What was Jesus saying? Yesu alikuwa anasema He nini? was saying, I've given you the keys. Alikuwa anasema nimewapa funguo. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Because Bwana. the key of the earth is powerless. Sababu ufunguo wa duniani hauna mamlaka, The keys of the kingdom of God lakini ufunguo is za the ufalme wa mbinguni. authority that is everlasting to everlasting. John 14 verses 12 to verses 14. Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa The 12. Bible says like this. 14. I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this, because I'm going to the Father. Amin, amin nawaambieni, yeye aniaminiaye mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Then he says again, Anasema tena verses 13, mstari wa I will 13, do whatsoever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. That is authority. Hayo ni mamlaka. You ask God anything, he shall do it. Ukimwomba Bwana chochote atatenda. Have you asked God for anything? Je, umemwomba Mungu lolote? Hallelujah. He has given you authority to ask whatsoever you want. Amekupa mamlaka kuuliza lolote utakalo. And when you ask, you shall receive. Utakapouliza utapokea.